Kila siku ulipofanya kheri iliandikwa pale, unafanya shari inaandikwa pale, kasoro matendo matatu peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala yale matendo anayaweka pembeni, hayatoingia katika mizani, kwa sababu yatapita kipimo kabisa, mpaka faili yako ya matendo inakuwa ndogo sana, wala haitoshi katika kuyabeba madhambi, kwa sababu ni balance. Wanatia upande huku matendo mazuri, upande mwingine matendo mabaya, wanazipima ni ipi ambayo faman thaqulat mawazinuhu, yule ambaye matendo yake yatakuwa mazito kwenye mizani, fahuwa fi ishati radiyah, mtu kama yule ndo atakuwa katika maisha inayoridhia. Waman khaffat mawazinuhu, na yule ambaye mizani yake itakuwa nyepesi, inashindwa kubeba matendo yake mabaya, fa ummuhu hawiya, mama yake ni moto. Sasa wewe ambaye matendo yako yanaonekana madogo mbele ya Allah, nini ambayo itapandisha mizani yako ipande katika hali ya juu kabisa? Ni nini? Ndo haya matendo matatu ambayo ndiyo hutuba yetu ya siku ya leo. Kitendo cha kwanza, as-sawm. Saumu, ndugu zangu, anasema Allah katika hadithi al-Qudusi, kullu amali ibni adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Matendo yote ya mwanadamu, yote ni yako wewe mwanadamu, saumu. Matendo yako ya saumu huwezi weza kujihesabu, kwa sababu saumu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye peke yake ndiye atakayeilipa. Kitendo cha pili ni subra. Allah anasema ya kwamba innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika Allah ni mwenye kuwalipa watu wenye kufanya subra katika maisha yao, wenye kufanya subra katika dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa bila hisabu. Kitendo cha tatu, asabru wal islahu baina nnasi, kusubiri kuleta suluhisho baina ya watu. Kitendo kingine ambacho kina malipo makubwa. Allah anatangaza katika surati Shura aya yake 40, Allah anatangaza, anasema faman afa wa aslaha, atakaye hurumia, kusamehe, kuyapotezea mbali, kisha akatengeneza pamoja na watu, fa ajruhu ala Allah, basi ujira wake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hamda lillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh